السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo biidhnillah tabaraka taala tutafanya murajaa katika risala Al-Jami'u li'ibadati Allahi wahdahu, kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, historia yake kwa ufupi tumesoma huko nyuma. Kwa hiyo miongoni mwa risala zake ambazo ni nzuri kabisa ni risala hii ambayo ipo mbele yetu hapa. Sisi sote tunajua kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudia Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema mwenyewe Allah tabaraka wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudie mimi. Ya'buduni ay yuwahiduni, wanifanye mimi pweke. Kishajua hilo kwamba lengo la kuumbwa mwanadamu ni kumwabudia Allah tabaraka wa taala, basi kuna ulazima wa kujua hizo ibada ni zipi, ibada ambazo tumeamrishwa sisi tumwabudie kwazo Allah tabaraka wa taala. Sisi tumeumbwa kwa lengo la kumwabudia Allah, kwa lengo la kumfanya Allah ndiyo mmoja peke yake mwenye kustahiki kupelekewa ibada. Sasa hizo ibada ambazo wewe unatakiwa uzipeleke kwa Allah tabaraka wa taala peke yake unazijua. Kwa hiyo kitabu hiki kimekuja kueleza aina tofauti tofauti za ibada ambazo wewe mja unatakiwa uzipeleke kwa Allah tabaraka wa taala. Sheikh ametaja baadhi, ametaja takriban ibada 20, lakini ibada zipo nyingi kama inavyojulikana. Maana ya ibada kwamba ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Kwa hiyo ibada zipo nyingi, lakini Sheikh amechukua sample ya ibada kama 20 kutuonyesha ni namna gani ya kuzipeleka hizo ibada kwa Allah tabaraka wa taala, na kuto kuzipeleka kwa yeyote asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ukifanya hivyo itakuwa umeingia katika ashirku billah, shirki ambayo Allah tabaraka wa taala ametangaza wazi kwamba yeye hasamehi. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, shirki ambayo Allah tabaraka wa taala ametangaza yule atakayekufa na hali ya kuwa hakutubia kutokana na shirki, Allah hamsamehi. Lakini Allah anasamehe dhambi ya chini ya hapo. Lakini mtu akifariki hali ya kuwa hajaleta tauba, basi mtu huyo atadumu motoni milele. Shirki ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha juu yake yule atakayefanya shirki hiyo, Allah amemharamishia pepo. Sawa. Katika mukaddima wa kitabu Sheikh akaanza kitabu chake, Bismillahir Rahmanir Rahim, naanza kwa jina la Allah mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tulishaeleza huko nyuma kwamba kwa nini tunaanza na bismillah, iktidaan bikitabillah, kwa kufuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, sababu kila sura pale imeanza na bismillah juu yake. Sawa. Lakini pia kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akipeleka barua
kwa wafalme mbalimbali, akianza risala yake ile na bismillahir rahmanir rahim. Alikuwa mtume akipeleka barua anaandika bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraql adhim ar-Rum. Sawa, lakini pia tunaanza na bismillah kwa kuwafuata as-salaf waliopita. Wao vitabu vyao walikuwa wanaanza na bismillahir rahmanir rahim. Ama hadithi ambayo inasema kwamba kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar, hadithi hii ni dhaifu, kwamba kila jambo ambalo halikuanzwa na jambo hilo na bismillah, basi jambo hilo ni lenye kukosa baraka. Hadithi hii dhaifun jidda. Sawa, wanachuoni wamehukumilia hivyo. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim, naanza kwa jina la Allah mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote nzuri, alhamdu, sifa zote nzuri, lillahi, nistahiqi ya Allah. Ile lamu pale wanaita lamul istihqaq, kwamba yeye ndiyo mwenye kustahiki sifa nzuri. Sifa nzuri zote ni stahiki ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala, rabbil alamin, mola wa walimwengu. Kullu ma siwa Allah fa huwa alam, kila asiyekuwa Allah basi ni ulimwengu. Sawa, anaingia katika alalamin. Kisha akasema wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin. Wa sallallahu, na kusifia Allah, wa sallallahu, na kusifia Allah, wa sallama, na amani au salam, wa baraka, na baraka, ala nabiyina, ziende kwa nabii wetu ambaye ni nani? Ni Muhammad, ni badali hiyo ya nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tumesema sallallahu na kusifia Allah kwa sababu sala kutoka kwa Allah kwenda kwa kiumbe maana yake ni thana. Sawa, ni thana, ni kusifia. Ndio ile kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sawa, hakika Allah na malaika wake wanamswalia mtume, maana yake wanamsifia. Sawa, sio kama wale makafiri katika manaswara wa Kristo hawa. Kuna siku moja niliona wakiwa wanawabeza Waislamu kwa jahala yao na kutokuelewa kwamba Waislamu, Mungu wa Waislamu anamwabudia Muhammad. Anasema hivyo, Allah anamwabudia Muhammad. Alafu wanatolea dalili aya hii, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Kwa hiyo Allah anamswalia nani? Anamswalia Muhammad. Sasa hiyo sio maana yake. Sala inapotoka kwa Allah kwenda kwa kiumbe, kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni thana, ni Allah kumsifia yule kiumbe, na hivyo ndivyo walivyotafsiri as-salaf. Sawa, athanau alayhi sallallahu alayhi wasallam fil mala'il a'la, ni Allah kumsifia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa viumbe walio juu, viumbe walio juu kama malaika. Kwa hiyo Allah anamsifia. Hiyo ndiyo maana ya Allah kumswalia mtume, maana yake Allah kumsifia, ndio maana nikatafsiri hivyo. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi, na hizo sala na salam wa ala, na ziende alihi, kwa ali zake, watu wake. Wa ala alihi, al-alu, watu, laha itlaqani, ina maana mbili. Kuna maana ambayo ni am na maana ambayo ni khas.
neno alu Muhammad kuta katika vitabu ina maana mbili. Kuna maana ya ujumla na maana maalum. Maana ya ujumla alu Muhammad, maana yake ya ujumla huwa kullu tabi'in biihsanin linnabiy sallallahu alayhi wasallam ويدخل فيهم الصحابة دخولا أوليا سواء فلو تبعناه صلى الله عليه وسلم فنحن من آله عند الإطلاق العام. وكسما آل محمد ومعنى يو جملة نكيلا من يكون فوات متوم صلى الله عليه وسلم anaitwa آل محمد watu wa Muhammad, kila mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapo wataingia maswahaba, kuingia kwa mwanzo kabisa kwa sababu wao ndio wa kwanza kumfuata. Kadhalika wataingia wanafunzi wa maswahaba mpaka sisi pia tutaingia. Ikiwa tutafuata njia hiyo, sisi pia tutaingia katika alu Muhammad. Sawa, hiyo ni maana ya ujumla. Ama maana maalum khas, ukisema alu Muhammad maana yake ni watu wa familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio tunawaita alu baiti an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ambao ni Banu Hashim, Banu al-Muttalib. Sawa, wanaingia huko. Kwa hiyo ala alihi, na watu wake, wa sahbihi, na maswahaba zake ajma'ini wote. Sawa, maswahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba ni nani? Sahaba kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih wa mata ala dhalika wa in takhallalathu riddatun ala as-sahih au ala al-asahih, kama alivyonukuu al-Imam Ibn Hajar katika nukhbatu al-fikr. Kwa hiyo sahaba ni kila ambaye amekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kumwamini na akafa juu ya imani hiyo, hata kama itaingia katikati ridda, kwa kauli iliyokuwa sahihi. Huyo anaitwa nani? Sahaba. Sawa. Kisha shekhi akaanza risala yake akasema, qala ash-shaykh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh, fa in qila ay fa in su'ilta, ukiulizwa, fa in qila, ukiulizwa, famal jami'u li'ibadati llahi wahdah, famal jami'u li'ibadati llahi wahdah. Sawa, famal jami'u ay التعريف الجامع الشامل, ni ipi maana yenye kukusanya? Famal jami'u, ni ipi maana yenye kukusanya, maana yenye kuenea? Liibadati llahi wahdahu, ibada ya Allah peke yake. Hii ibada hii nini maana yake? Lakini utupe maana ambayo ni shamil, aljami', yenye kuenea, yenye kukusanya. Tumeelewana? Famal jami'u, ni ipi maana yenye kuenea au yenye kukusanya? Liibadati llahi wahdahu, maana ya ibada ya kumwabudia Allah peke yake. Na kutokana na swali hili ndipo pakajengeka jina la kitabu hiki. Sawa. Kwa hiyo jina limeitwa jina la kitabu limetokana na swali ambalo shekhe aliulizwa. Sisi tunajua kwamba ibada, kama nilivyotangulia kusema, na hii tafsiri amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika al-Ubudiyya, kitabu chake, pindi aliposema kwamba al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Sawa, min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Hiyo ndio akasema ni nini? Ni ibada, kwamba ibada ni kila anachokipenda Allah na kukiridhia
kila ambacho Allah anakipenda na kukiridhia katika maneno, katika matendo, yawe ya dhahir au yenye kujificha asionekana. Maadamu Allah tabaraka taala amependa na kuridhia, hiyo inaitwa ibada. Sawa? Mfano sala ni ibada sababu Allah anapenda na kuridhia. Kadhalika sala wasiyamu walhajju wa sidqul hadithi, mtu ukawa mkweli, Allah anapenda, kwa hiyo ni ibada hiyo. Wa adaul amana, mtu kutekeleza amana. Wa birrul walidaini, na kuwafanyia wema wazazi wawili, zote ni ibada hizo sababu Allah anazipenda. Wasilatul arham, na kuunganisha undugu na kutekeleza ahadi, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kupigana jihadi fi sabilillah, kuwafanyia wema majirani, mayatima, maskini, wapita njia, wenye kukatikiwa na njia. Sawa? Kuwafanyia wema wanadamu wenzako, wanyama, dua, dhikri, kusoma Qur'an na mfano wa hivyo. Zote hizo ni katika ibada. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah anapenda na kufanyaje? Na kuridhia. Sawa? Kadhalika kumpenda Allah ni ibada. Kumpenda Allah na mtume wake pia ni ibada, kwa sababu Allah anapenda na kuridhia hilo. Tena ameamrisha jambo hilo, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kwa hiyo ni ibada hiyo. Kumwogopa Allah pia ni ibada, kwa sababu Allah anapenda na anaridhia. Allah anataka muogope yeye tu, kwa hiyo ni ibada. Ndio maana Allah ukimwogopa mwingine Allah hapendi, anachukia, bali inafikia mpaka kwenye hadi ya nini? Ya shirki, kama tutakavyosoma huko mbele. Wal inabatu wal ikhlas, ikhlas pia ni ibada. Was-sabru wash-shukru war-ridha wat-tawakkulu war-raja'u, zote hizo ni katika ibada. Sawa? Kwa hiyo ibada ni jina lenye kukusanya kila anachokipenda Allah na kukiridhia. Sasa katika ibada kuna kitu muhimu kabisa unatakiwa ukijue. Kitu hiki amekisema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika nunia yake amesema, wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wash shaitani. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika ubeti wa kwanza kabisa anasema, wa ibadatu ar-rahmani, sawa, ghayatu hubbihi, na kumwabudia Allah ni ukomo wa kumpenda, ma'a dhulli, pamoja na ukomo wa kujidhalilisha, wa kudhalilika, ma'a dhulli abidihi, pamoja na ukomo wa kudhalilika mja wake. Huma, hivyo vitu viwili, qutbani, ndio nguzo mbili za ibada. Ibada ina nguzo ngapi? Mbili. Ya kwanza ghayatul hubbi, ya pili ghayatu dhulli, ukomo wa kupenda na ukomo wa kujidhalilisha. Hivi vitu viwili ni lazima vipatikane kwenye ibada, ni lazima. Sawa? Ni lazima vipatikane kwenye ibada. Lazima kuwe na ghayatu dhulli na ghayatu alhubbi. Kwa hiyo yoyote atakayekuwa yoyote atakayejidhalilisha alafu asipende, hiyo haiitwi kwamba ni ibada. Na yoyote atakayependa alafu asijidhalilishe, haiitwi kwamba ni ibada. Nitapiga mfano kwa mtu na mke wake, mtu na mzazi wake, mtu na mtoto wake, mtu na wazazi wake na rafiki zake. Si unawapenda watu hawa? Na kupenda si ni ibada? Sasa wakati gani utaambiwa kwamba huku kupenda kwako ni shirki? Zikipatikana hizi nguzo mbili.
ikiwa mke wako, baba yako utampenda kiasi ambacho hizi nguzo mbili zitapatikana, ghayatul hubbi, ukomo wa kupenda, na ghayatul dhulli, na ukomo wa kujidhalilisha. Unajidhalilisha kwa mke wako, unajidhalilisha kwa mzazi wako, unampenda ghayatul hubbi, mzazi wako sana unampenda, ule ukomo wa kupenda, na mke wako unampenda ukomo wa kumpenda, unaambiwa huyu namwabudia, kwa sababu hizi nguzo mbili zinapatikana kwa nani? Kwa Allah. Sawa? Kwa hiyo mtu ukimpenda mpaka ikafikia hatua hiyo, utakuwa unamwabudia. Ukomo wa kujidhalilisha na ukomo wa kupenda vinapatikana katika ile ibada, itakuwa mfanyaje? Unamwabudia. Lakini unaonaje ikawa mke wako unampenda tu kawaida, hujidhalilishi, hauambiwi kwamba unamwabudia, kwa sababu nguzo mbili hazijapatikana. Sawa? Kadhalika mathalan labda mfalme sawa, ikawa mfalme unanyenyekea kwake yeye, unajidhalilisha kwake yeye, lakini haumpendi, kwa sababu tu kuna maslahi fulani unayataka, kwa unadhalilika, unajidhalilisha kwake yeye, lakini moyoni humpendi, hauambiwi kwamba unamwabudia. Kwa nini? Kwa sababu nguzo mbili za ibada hazijapatikana, ghayatu alhubbi wa ghayatu adh-dhulli. Lakini ikiwa mfalme unampenda ghayatul hubbi alafu unajidhalilisha kwake yeye, tunakwambia wewe unamwabudia mtu huyo. Sawa? Kwa hiyo ibada ili ikamilike ni lazima ikusanye nguzo mbili. Hizi zinaitwa nguzo za nini? Za ibada. Ya kwanza inaitwa ghayatu alhubbi, ya pili ghayatu adh-dhulli, ukomo wa kupenda na ukomo wa kujidhalilisha. Sawa? Haya ndiyo Sheikh Raslan hafidhahullahu ta'ala akapigia mfano akasema, fa innal ibadata hiya kamalul hubbi fi kamali dhulli, hiya ghayatul hubbi ma ghayati dhulli. Kisha akasema, faman ahabba shay'an, na yoyote atakayependa kitu chochote, walam yadhilla lahu, lakini hakunyenyekea, hakujidhalilisha kwa kitu hiko, lam yakun lahu abidan, basi mtu huyo si mwenye kukiabudia kile kitu. Waman dhalla lahu, na yoyote atakayejidhalilisha kwa huyo mtu, walam yuhibbahu, lakini hampendi, lam yakun lahu abidan, haambiwi kwamba huyo ni mwenye kumwabudia. Hatta yajmaa al-amrayn, mpaka zikusanyike mambo mawili. Fa idha ata bil mahabbati tammati al-kamilati wadh-dhulli al-kamili tammi fa huwa al-abidu haqqan. Akivileta hivyo vitu viwili, ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli, akivileta kwa mtu, basi atakuwa huyo mtu anamwabudia. Sawa? Haya, lakini pia katika maneno ya Imam Ibn Qayyim akasema, wa madaruhu bil amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wa ash-shaytan. Katika ibada pia, ili ibada ikubalike ni lazima vipatikane vitu viwili. Kule tumeona arkanu al-ibada, ndio hivyo, nguzo za ibada zipo mbili. Masharti ya kukubaliwa ibada nayo hapo mangapi? Mawili. Ya kwanza al-ikhlas, ili ibada yako ikubaliwe, hiyo unaoifanya hiyo ikubaliwe, ni lazima kuwe na nini? Na ikhlas. Ya pili al-mutabaa, ndio akasema madaruhu bil amri rasulihi, na mzunguko wake sawa ni kwa amri ya mtume wake. Ibada bwana si kwa matamanio wala kwa nafsi wala kwa sheitani. Ibada inasihi kwa mtu kufanya alivyoamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib. Kwa hiyo Sheikh alipouliza swali hili, huu ni utangulizi, uko mbele utakuja kusaidia katika kufahamu vizuri ibada. Ujue hii ni ibada, hii sio ibada. Utaijuaje? Lazima hivi vitu ambavyo tumevitaja uvizingatie. Kwanza, nini maana ya ibada, nguzo zake, masharti yake yakubaliwa, lazima uvijue. Kama vile sala, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Sawa, swala haitimii bwana
mpaka masharti yake yafanyaje, yakamilike.